tafuta qualification zitakazokufanya uingie kwenye ndoa. Kwa hiyo unaweza ukawa hujaoa lakini ukawa mtu wa maana kuliko aliyekuwa kwenye ndoa. Mimi siku hizi sifungishi ndoa ya mtu mpaka nimemfundisha siku 21. Yeye na huyu anayeoana nakaa nao siku 21. Siku moja nilikuwa naongea na kijana mmoja. Ambaye pasa, bwana sasa umefika wakati nataka nioe na nilikuahidi utafungisha wewe ndoa yangu. Nikamuuliza swali la kwanza, kwa nini unaoa? Jibu lake angalia alivyokuwa, pastor, nasema ukweli, nimechoka kuzini. Sijui naeleweka. Kwamba kabla hajaoa ni mzinifu, alafu anafikiri hivi, nikioa nitaji-update nisiwe mzinifu. Nisikilizeni wadogo zangu, mzinzi ni mzinzi tu hata awe wapi. Kwa hiyo ukiona kinachokusukuma kwenye ndoa unasema nimechoka uzinzi, sasa nioe nitulie naye, niamini mimi hautatulia naye. Kwa nini? Kwa sababu thamani yako haijengwi na ndoa. Wewe ni kabla hujaingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Binti mmoja alimtembelea mpenzi wake, wako mbioni kwenda kuoana. Alipofika kwa boyfriend wake, boyfriend wake alikuwa chuo mwaka wa mwisho, yeye binti alimtangulia kidogo. Yeye binti alikuwa ameshamaliza na amepata ajira. Alipomtembelea akakuta huyu kijana ana nguo za kike ndani. Huyu dada akamuuliza, nampenda sana, she so smart. Nimekutana na wabinti ile, dada ana akili timamu. Yule dada akamuuliza, hizi nguo ni za nani? Yule mkaka akamjibu, anambia za sister alikuja. Dada kucomplicate akamkubalia, sawa, wakaendelea na story hapo. Na yule dada alikuwa smart kwa sababu hakuwahi kuimba naye kwaya, hakuwahi kumpa, ingawa jamaa alikuwa anataka kweli. Kila siku anataka, mwanangu sasa hivi tu. Yule dada hakuwahi kumpa. Siku moja akanipigia simu, akaniambia, pastor, na issue serious, naomba tuonane tuongee. Nikamwambia tunaweza kuongea kwa simu? Akaniambia pana. Nikamkaribisha ofisini kwangu pale Kimara. Akaniambia, pastor, shida yangu ni moja tu. Nilienda kwa boyfriend wangu nikakuta kuna nguo za kike. Akaniambia za dada yake. Nilipompigia simu dada yake akaniambia hata nyumba ya kaka yake hajui ilipo. Kwa mantiki hiyo zile nguo sio za nani? Za dada yake. Alafu akaniuliza mimi swali, na hili naogopaga sana wengi wakiniuliza, hivi unafikiri pastor tufanyaje kwa mtu kama huyu? Sasa mimi maswali ya hivyo sijibu. Kwa sababu mimi mwenzio nishaoa na watoto hawa. Na watoto wawili na mimba hii. Kwa hiyo nimeshaoa. Kwa hiyo siwezi kukuingilia wewe. Kwa hiyo nategemea wewe ndo ujibu. Sio mimi nifanyeje? Kwa nini nasema huyu ni smart? Kwa sababu nilimchallenge, nikamwambia hivi, wewe unafikiri wewe sio yeye? Ngoja niwaambie wadogo zangu, mimi nikiwa malaya, mimi mwanaume nikiwa malaya, wewe mwanamke ukiwa sio malaya, na mimi nikapigilia msumari kabisa. Nikamwambia kabisa, achana naye. Nisikilize vizuri wadogo zangu. Kama huyu mwanaume ana uwezo wa kuwa na mwanamke mwingine na analala naye na ana nguo zake nyumbani, alafu wewe anakusubiri ya kuoe, yani kama ingekuwa michezo, ana mazoezi ya ndondo kapu, anasubiri timu ngoja nibadilishe, anaanza kufanya mitihani ya moko wakati anasubiri final exams. Angalia wadada wengi mlivyokuwa wapumbavu, mnisamee, sio wote, nimesema wengi. Waga tuna hii perception ya kijinga kwamba atabadilika. We Yesu, wewe unaweza ukambadilisha mtu? Huyu mtu hayuko single, maana yake ni nini? Yeye mwenyewe hajijali. Yani mimi ninapomvulia nguo mwanamke mwingine, simdharau yule mwanamke, najidharau mimi. Sasa kama mwili wangu siupendi, nitaupenda mwili wako? Leo kuna magonjwa mengi. Jana nilikuwa naumwa, nikaenda hospitalini, kufika tu wakaniambia ni compulsory kukucheki HIV. Sio ombi. Na hata sio hilo nilolipeleka kuumwa, ila niliambiwa kwa huku Ilinga lazima tukuangalie. Sasa wadogo zangu, angalia tunavyojiua wenyewe. If you are not single, kama mtu usiyejielewa, nilisema single ni kuwa na Mungu. Kama mtu usiyejielewa, akili yako inakuwa ya kijinga sana, na shetani ameharibu vijana wengi. Mimi ninapoenda
napoenda kumtongoza binti, napoenda kwa binti kumtongoza, akili yangu inajua hivi, mimi ndio namfaidi yeye. Fatuma, mimi nakupenda, naomba tuwe na wewe. Akishanikubalia, naanza kupanga lini tunavunja amri. Na siku nikilala naye, mimi nakuwa proud kwamba nimemkula. Mimi mwanaume. Lakini bila kujua nimejidhalilisha. Angalia, cha kwanza nimejiweka at risk. Nimeharibu mahusiano yangu na Mungu, lakini nimejidhalilisha kwa yule niliyelala naye. Hata nikisimama mbele, yeye atakavyoniangalia sio sawa na wewe unavyoniangalia. Kwa hiyo kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa ni kujitusi mwenyewe. Waga nawaambia vijana, tengeneza mazingira ya watu wakumeze mate, sio wakuteme. Kwa hiyo utofauti wa kuoa na kuolewa sio eti nikiwa kwenye ndoa nitakuwa sio mzinzi. No, utofauti kabla sijaoa. Hivi mimi hapa tukasa, perception yangu ikoje? Hivi hebu nikupe assignment, utaifanya ukiwa mwenyewe leo, utaifanya ukiwa peke yako. Ukikaa mwenyewe umetulia, andika tabia zako nzuri zote, alafu andika tabia zako mbaya. Ukimaliza hizi nzuri ficha, baki na zile mbaya. Alafu assume zile mbaya sio wewe, ni za mke unataka umuoe. Alafu jiulize, utamuoa? Hivi unajua kuna mtu akiandika tabia zake mbaya mpaka yeye mwenyewe anazikasirikia, kwamba huyu mshenzi kabisa, huyu hapasi hata kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo niwaombe wadogo zangu, mimi siku hizi sitishiki na mtu akiwa kwenye ndoa na sitishiki na mtu akiwa nje ya ndoa, ila ninatishika nikimkuta mtu anajielewa. Kwa sababu nimegundua kwa miaka hii 12, wengi waliokuwa kwenye ndoa, asilimia kubwa waliokuwa kwenye ndoa ni watu wasiojijua na hawako salama. Na nimeuliza hili swali, hata wewe nakutuma, nenda kwa waulize wanandoa wengi, muulize hivi, kwa nini mmeoana? Utashangaa wewe mwenyewe. Utakuta anakuambia agizo la Mungu. Yaani alichofanya aoe ni agizo la nani? Na yuko kwenye ndoa. Mwingine anakuambia nimeoa ili tuzaliane, na yuko kwenye ndoa. Kwa hiyo wadogo zangu, usitishike na ndoa na usitishike kuwa na nje ya ndoa, lakini tishika na we mwenyewe kuwa single. Wekeza nguvu sana za kujipata wewe kuliko kupata wengine. Kwa sababu pindi utakapojijua wewe ni nani, mimi nilichojifunza, hata thamani yako inakuwa. Ngoja niwaambie mabinti, sisi wanaume tuko hivi, nikikutongoza, nikaja nikakutongoza, ukaonyesha msimamo, nikikaa na wenzangu na kusifia. Yaani ukipita hapa mbele naanza kumwambia Amidwe, unakumbuka yule dada anakuambia nimeimba nyimbo zote? Asijasikia yule dogo anajielewa. Nimeimbisha, ana msimamo. Lakini nikikutongoza leo umenikubalia, kesho nimekukula. Nikikaa na wenzangu unapita wakasema, cheki mtoto yule, mimi nacheka. Yuko wapi? Naambia yule pale, ngambia hamna lolote, maharage ya Mbeya maji marai. Nikuulize swali, wewe binti uliokuwa hapa, umetengeneza thamani yako au umedestroy thamani yako? Hebu kuanzia leo kuwa proud unapojiprotect wewe mwenyewe. Mfano plani yako ikoje? Mimi nilipanga kuoa nikiwa form 2. Mama mzazi, na sikuwa na hii elimu, lakini nilikaa nikaandika nikiwa na miaka 28 nioe. Niko form 2. Mfano, nikuulize swali hapa, wewe uliyechuo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, lini unataka kuoa? Angalia, ukiwa na jibu ambalo haujui, bado wewe sio single. Yaani ukijibu hivi sijui au nijibu Mungu akijalia, means you are not single. Lakini mtu ambaye ni single, ana mahusiano na Mungu na anajielewa, anajua lini anataka kuoa. Kwa mantiki hiyo, mfano mimi mwanaume nasema hivi, nikimaliza chuo mwaka wa kwanza nitafight nipate ajira, mara baada ya ajira nitaanza mchakato wa kuoa. Kwa mantiki hiyo, nikiwa chuo mwaka wa kwanza sitaingia kwenye mahusiano yoyote. Kwa nini siingii kwenye mahusiano yoyote? Kwa sababu muda wangu bado. Mimi binti nimejicholea, nitaolewa au nitahitaji mchumba mwaka wa 3 nikiwa chuoni, lakini Mungu akijalia nikimaliza chuo nahitaji niolewe. Hapo labda niko mwaka wa kwanza chuo. Kwa hiyo ninajua mipango yangu, naingia kwenye uchumba nikiwa mwaka wa ngapi? Kwa hiyo nikiwa mwaka wa kwanza akaja mtu, nani Mwajuma, mimi nakupenda, nataka tuwe wote, si mtukani, si mjibu vibaya, asante kaka Pita kwa kunipenda, ila mimi kwa sasa siko tayari. Lakini kuna watu wakitongozwa wanaona kama dhahabu.
Yaani akisimamishwa tu, nani Naomi? Samahani Naomi, sijui una muda tuongee. Muda. Kwani ulikuwa unataka usemaje? Ngoja nikwambie kitu kibaya kabisa, binti uliokuwa hapa, ukijue kuanzia leo, hakuna mwanaume anayeweza kukutongoza mpaka akuzalau kwanza. Narudia. Hayuko mwanaume duniani anayeweza kukutongoza mpaka akudharau. Nisikilize nako kwenda, utagundua. Yaani kuna watu hapa ashaona tumezalaulika vya kutosha. Angalia wanaume tulivyo. Naweza nikawa kwenye hii summit, macho yangu yakampoint dada, nikampenda, lakini sikiliza, nimepointi physical, not spiritual. Mwili wake. Labda Mungu amemjalia umbo namba 8, ana hips, ana mguu, sauti yake, unajua kuna wale kumwambia habari anatikia nzuri. Huyu ndo yeye. Siwezi from nowhere nikaenda kumwambia nakupenda. No, lazima kwanza nijaribu ili nikudharau. Nitaanza kufanya na attempt, je, analika. Kwa hiyo unaweza ukapita hata nikafanya hivi. Wewe binti, umetoka hapa ndani, umejiambia kabisa naenda chooni. Ukio hapa babani ukasikia, utageuka? Ukigeuka wewe sio single. Umetoka hapa, unaamka hapo ulipokaa, naenda chooni. Unatoka nje, mimi kidume niko nje, nimekuona afu napiga. Afu wewe, nani? Mimi. Kitendo cha kufanya hiyo action, mimi mwanaume, na kudharau, najua huyu analika. Lakini unapiga bize. Hana mpango. Hana habari na wewe. Akienda chooni, akitoka anavyorudi tena, sisubutu tena kufanya hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu akili yangu imekuvalue, haijakudharau, kwamba huyu binti anajielewa. Lakini leo tulivyokuwa wajinga wa dada wengi, samanini, hitu wa dada wengi wakiwa wanatongozwa sana, wanajiona wao ndio wana thamani. Kuna watu wanasemaga tunda la apple lina thamani. Sio kweli. Apple linauzwa hadi barabarani. Apple. Ukiona wewe unatongozwa sana, maana yake huna thamani. Kwa nini? Kwa sababu tumekudharau vya kutosha. Kwa nini unatutengenezea mazingira tukudharau? Lakini unajisifia ukikaa na wadada wenzio. Unamfahamu mwenyekiti wa TUCASA? Kanitongoza. Ulipokuwa mjinga unaendelea tu. Alafu na yule lecture yule kaniambia ananipenda. Alafu ukitoka hapo mwenyewe unajiona wewe ni special. Sikiliza, wewe ni takataka. Mwanamke anayejielewa, mwanaume anayejielewa hawezi kutengeneza mlango kuwa rahisi kiasi hicho. Eti leo mtu huko hapa, kijana tukakuona siku moja, yeye anasoma Mkwawa, wewe unasoma UDSM, kakuomba namba hapo 067. Hata mimi nakudharau. Yaani nikutane na wewe hapo barabarani, mambo poa, mzima. Unaitwa nani vile? Naitwa Naomi. Naomi, okay. Unasoma chuo gani? Niko chuo fulani. Naomi, samahani, naweza kupata namba zako? 0